kwa wanajamii ama wanafunzi zaidi juu ya swala zima la saratani ya matiti. Tuko hapa katika chuo cha IPA kwa zile institute ambazo tunakuja kwa ajili ya kuwapa kwa asilimia fulani tumefikia lengo, japo tulitarajia tutakuta watu wengi zaidi ambao tungeweza kuwafikishia elimu hii na wangeweza kuja kupima na kuweza kujua afya zao za matiti na kansa. Japo wengi mpaka sasa hivi wanaendelea kupima, lakini tunaamini ujumbe umefikia na tumegawa vipeperushi mpaka sasa hivi bado wengine hapa wanaendelea kugawa vile ambavyo vinaonyesha dalili ya kansa ili waweze kupata uelewa pia. Wito wangu ni washauri ama vipendekezo pia kwa vijana. Swala la afya sio swala la mtu ama jinsia moja ama jinsia nyingine. Swala la afya ni kila jinsia anatakiwa afahamu, kwa sababu afya ni kila mtu inamtokea. Afya ni kila mtu inaweza kumsababishia changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kama vijana wasiwe na ile tabia ya kusema swala hili la wanawake, swala hili la wanaume. Hamna. Wewe kesho kutwa unakuwa baba, wewe kesho kutwa unakuwa na familia. Wewe unahitaji pia kuwapa elimu. Wewe kesho kutwa unakuwa kuna familia, ndio unakuwa mwanzo wa kuweza kutoa elimu hii, ndio ambao wengine wanafuata kutoa elimu. Kwa hiyo sasa kama vijana wewe ukijitegemezea mazingira haya, hili ndio swala lako, utakuta sasa kama kijana wako unataka apewe elimu kwa sehemu nyingine, sasa unapelekea pengine kuhatarisha afya yake ama changamoto nyingine. Wewe mfano ili yule mwenzako ama rafiki yako ama mdogo wako aweze kupenda ama kufuatilia masuala ya afya. Nimekuja kutoa mafunzo leo ya saratani ya matiti. Kusema la kweli, elimu hii sikuijua hapo mwanzoni. Nashukuru sana watu hawa kuja katika taasisi chuo chetu kutupa haya mafunzo ya saratani ya matiti, na pia tumejifunza, na nawaahidi kwamba nitakuwa walimu kwa wenzangu pamoja na humo mtaani. Wangu kwa taasisi hii, cha kwanza waongeze jitihada, lakini pia wasichoke, endelee kupita katika mashule, katika vyuo, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawaelewi, ni kama sisi ambao tulikuwa hatuelewi. Watu wengi walikuwa wafahamu, lakini ujio wenu nyinyi umesababisha sisi kuweza kuelewa, na sisi tunaweza tukambalozi kwa watu wengine ambao wako nje kuweza kwenda kuwafahamisha ili kuweza kufahamu.